Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tuangazie mambo mbalimbali ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Sasa hapa mtazamaji, tunakwenda kuangazia bifu la hivi sasa kati ya Irani pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu, yani UAE. Leo hii dunia inaendelea kushuhudia mvutano mkubwa unaozidi kupamba moto kati ya Irani pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu, huku mashambulizi ya makombora, droni na vitisho vya kijeshi vikizua hofu ya kuzuka kwa vita kubwa katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Mataifa hayo mawili sasa hivi yanaonekana kuingia katika hatua mpya ya mgogoro ambao unaweza kuathiri uchumi wa dunia pamoja na usalama wa Mashariki ya Kati. Kwa nini Irani na UAE kwa hivi sasa wapo katika mzozo mkubwa? Chanzo kikubwa cha mvutano huo kinatajwa kuwa ni ushirikiano wa karibu wa Umoja wa Falme za Kiarabu, yani UAE, na Marekani pamoja na Israel katika masuala ya usalama wa Mashariki ya Kati. Irani imekuwa ikituhumu UAE kwa kuruhusu miundombinu yake kutumiwa kusaidia operesheni zinazolenga Tehran, huku Umoja wa Falme za Kiarabu nayo ikiishitumu Irani kwa kuhatarisha usalama wa eneo hilo kwa kutumia makundi yenye silaha pamoja na mashambulizi ya droni na makombora. Uhusiano kati ya nchi hizi mbili ulianza kuzorota zaidi baada ya Umoja wa Falme za Kiarabu kuimarisha mahusiano yake na Israel kupitia makubaliano ya Abraham Accords, jambo ambalo viongozi wa Irani walilipinga waziwazi. Na ndio maana Irani ikaiona UAE kwamba ni kitovu cha upangaji wa mashambulizi ya Israel na Marekani dhidi yake. Ndio maana wameingia katika mvutano mkubwa kwa hivi sasa. Hili ni moja kati ya bifu ambalo linaweza likaathiri mahusiano ya kiuchumi katika nchi hizi mbili, lakini pia mahusiano hata ya kidiplomasia kati ya UAE pamoja na Irani. Moja kati ya kitu ambacho watu wengi wamekuwa kijiuliza ni kwamba mataifa yote haya ni mataifa ambayo hapo awali yalikuwa na urafiki mkubwa, lakini kwa hivi sasa yameonekana kutofautiana, na hii ni kwa sababu ya uimarishwaji wa ushirikiano wa UAE pamoja na nchi ya Israel. Juzi tu tulishuhudia silaha mbalimbali zikipelekwa Umoja wa Falme za Kiarabu, lakini vilevile mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel ilipelekwa pale UAE, na ikahatarisha kwamba ni kwa jinsi gani UAE inapokea wale maasimu wa Irani, yani Israel pamoja na Marekani. Pia hata kujiondoa kwa UAE kwenye umoja wa OPEC, kundi la nchi zinazozalisha mafuta kwa wingi ambazo huungana kupanga kiwango cha uzalishaji wa mafuta ili kudhibiti bei ya mafuta duniani, ambapo shirika hilo lilianzishwa mwaka 1960 na lina makao makuu yake mjini Vienna. Baadhi ya nchi hizo zilizopo ndani ya OPEC kuna Irani, Saudi Arabia, Iraki, Kuwaiti, Venezuela. Lakini pia kazi kubwa ya OPEC ni kudhibiti uzalishaji wa mafuta, kusaidia bei ya mafuta isipande au kushuka sana, lakini pia ni kulinda maslahi ya nchi zinazouza mafuta. Sasa kwa hivi karibuni mashambulizi ambayo yalikuwa yakifanyika katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz, yani vikosi vya Marekani kushambulia meli ambazo zilikuwa zikihusishwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pamoja na meli nyingine za nchi rafiki na Irani, kulisababisha Jamhuri ya Kiislamu ya Irani kupitia jeshi lake la IRGC kuanza kushambulia malengo yake pale nchini UAE, kwa sababu walirusha makombora siku za hapo nyuma pamoja na drones, na moja kati ya sehemu ambayo ilipata mashambulizi ya makombora na drone za Iran ni pale Fujairah, ambapo kituo kikubwa kabisa cha mafuta kilishambuliwa katika eneo la Fujairah, na Umoja wa Falme za Kiarabu ukalaani vikali. Nchi nyingine pia zikalaani shambulio hilo, lakini hata viongozi wengine wa nchi mbalimbali walilaani Irani kwa kufanya mashambulizi katika nchi ya Umoja wa Falme za Kiarabu. Na ndio maana Irani imekuwa ikifanya mashambulizi katika nchi hiyo kutokana na usaliti ambao Umoja wa Falme za Kiarabu umeufanya dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Incidents ni nyingi ambazo zinatokea, kwa sababu kuna taarifa mtazamaji ambayo nimekuripotia chini ya hii taarifa kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu umefuta leseni za shule za Wairani katika nchi ya UAE pale kwa sababu ya vita
na msuguano ambao ulisababisha makombora na droni kutumwa moja kwa moja kuelekea katika nchi ya Umoja wa Falme za Kiarabu. Sasa kwa sababu hizo, mamlaka za UAE zikalazimika kufuta leseni za shule za Wairan katika nchi hiyo, ambapo takribani Wairani 1000 hawana access ya kusoma nchini UAE kwa hivi sasa. Wanalazimika kusomea mtandaoni na watafanya mitihani katika vituo ambavyo vinatambulika na Irani, Uturuki, lakini vile vile Kuwaiti pamoja na Iraq. Na katika nchi ambazo zilishambuliwa kwenye vita kati ya Irani pamoja na Israel na Marekani, nchi zile za eneo la Guba, nchi ambayo ilishambuliwa sana ni Umoja wa Falme za Kiarabu. Kwa kiasi kikubwa sana ilishambuliwa, kwa kiasi kikubwa sana. Dubai ilikumbana na mashambulizi ya kutosha ya droni za Shahed pamoja na makombora ya Iran, lakini pia na maeneo mengine katika bandari za UAE zilikumbana na mashambulizi ya Iran kwa kiasi kikubwa sana. Hivi sasa mifumo ya ulinzi wa anga ya UAE ipo macho wakati wote, kwa sababu haijulikani siku wala saa mashambulizi kutoka nchini Irani yatatokea saa ngapi na ni muda gani mashambulizi hayo yatatokea. Ndio maana kwa hivi sasa imejizatiti vikali kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba mifumo ya ulinzi wa anga inafanya kazi kwa kiasi kikubwa ili kuweza kudhibiti droni pamoja na makombora ya Irani. Katika hatua nyingine pia, Umoja wa Falme za Kiarabu ulitangaza kuwakamata watu kadhaa wanaodaiwa kuwa na uhusiano na mtandao unaoungwa mkono na Iran, huku ikiishutumu Tehran kwa kujaribu kuvuruga usalama wa taifa hilo. Na watu hawa walikamatwa wakisadikika kwamba walikuwa katika upelelezi au ujasusi ambao walikuwa wakiufanya katika nchi hiyo ya Umoja wa Falme za Kiarabu, huku UAE ikilaumu Irani kwamba inajaribu kuvuruga usalama wa taifa hilo, huku hofu ikitanda kwa kiasi kikubwa sana na mamlaka za UAE kupitia wizara yake ya ulinzi, ikiwataka raia wake kuwa makini wakati wote, lakini kujiandaa kwa hatua ambazo huenda zikatokea wakati wowote, kwa sababu mvutano katika mlango wa bahari wa Hormuz unaendelea kwa hivi sasa. Bado mvutano haujaisha na hali halisi inazidi kuonekana kabisa kwamba UAE imeingia katika hali ya msuguano na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa hivi sasa. Tunaweza kujiuliza kwamba inawezekana mzozo huu ukaisha. Ni kweli mzozo huu unaweza ukaisha, lakini kwa sasa dalili zinaonyesha mvutano bado ni mkubwa sana. Migogoro kati ya Iran na Umoja wa Falme za Kiarabu mara nyingi huwa haidumu kwenye mapigano moja kwa moja kwa muda mrefu, kwa sababu mataifa yote mawili yana mengi ya kupoteza kiuchumi na kisiasa. Kuisha mzozo unaweza kuisha kawaida, lakini sababu ambazo zinaweza kufanya mzozo utulie ni shinikizo kutoka mataifa makubwa kama Marekani, China na Urusi, lakini hofu ya kupanda kwa mafuta duniani, lakini pia ni kulindwa kwa njia muhimu ya mafuta ya mlango wa bahari wa Hormuz, na pia mazungumzo ya kidiplomasia kupitia nchi za Guba na Umoja wa Mataifa. Nchi za Guba kama Qatar, Saudi Arabia hazitotamani kuiona UAE na Irani zinaendelea kuzongana, kwa sababu hali katika kanda Mashariki ya Kati haitakuwa nzuri kabisa. Japokuwa ndio hivyo tena, Umoja wa Falme za Kiarabu ni kama unaonekana umefanya usaliti kwa kiasi kikubwa kujiunga na Israel kwa kiasi kikubwa, yani kuimarisha mahusiano yake na Israel pamoja na Marekani. Kupokea mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel inaonyesha wazi kabisa kwamba kuna mahusiano ya muda mrefu ambayo yataendelea baina ya nchi hizo mbili. Sasa automatically ni kwamba upande wa Israel na upande wa Iran ni pande hasimu zinazohasimiana kwa kipindi cha miaka mingi sana, tangu huko nyuma hadi hivi sasa hakuna maelewano kati ya nchi hizo mbili. Sasa kwa Umoja wa Falme za Kiarabu kwenda kudumisha mahusiano na Israel unaonyesha wazi kabisa kwamba hali itakuwa ya sintofahamu kwa kiasi kikubwa sana katika ukanda wa Mashariki ya Kati kwa ujumla. Basi mtazamaji, nimekupitisha kwenye hii escalation kama vile bifu fulani la Irani pamoja na UAE kwa hivi sasa, na tutazidi kufuatilia kwa undani kabisa ili tukujuze yote yatakayojiri kupitia taarifa hizi. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.